Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kutokana na kutoelewana katika mkutano uliofanyika huko Islamabad kati ya Marekani na Iran, wachambuzi wa mambo wanasema tutarajie vita vikubwa mno kati ya Marekani na Iran kwa mara nyingine tena. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kutokana na kwamba Iran haikuwa tayari kuachana na mpango wake wa nyuklia ambao rais wa Marekani anadai wanataka watengeneze mabomu ya nyuklia, wachambuzi wanasema sasa kutokana na kwamba wa Iran hawapo tayari na Marekani inataka kuhakikisha inasafisha uranium yote iliyopo ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, tutarajie vita vikubwa zaidi tofauti na hivi vilivyopo. Hata hivyo, baadhi ya vyombo vya habari vinasema kwamba mpango wa sasa wa Marekani ni kutumia wiki moja ama siku 10 tu kwa ajili ya kufanya mapambano zaidi, kwanza kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia Marekani kuingiza wanajeshi wake wa ardhini ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na baadaye kitakachofuata ni kuhakikisha wanaondoa uranium yote iliyosalia katika nchi hiyo, lakini pia kudhibiti mlango wa Hormuz ambao utasaidia kusambaza mafuta karibia ulimwenguni kote. Mazungumzo haya ya kihistoria ya ngazi ya juu yalifanyika Islamabad wakati wa kipindi cha utulivu kilichotokana na wiki kadhaa za mapigano makali. Hayakuweza kwa urahisi kuzaa matokeo tofauti. Kuyaita mazungumzo haya ya muda mrefu kuwa yameshindwa kupunguza ukubwa wa changamoto zilizopo katika kuziba pengo kubwa la masuala tata, kuanzia mashaka ya muda mrefu kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran hadi changamoto mpya zilizotolewa na vita hivi, hususan udhibiti wa Iran juu ya mlango wa bahari wa Hormuz, kufungwa kwake kukisababisha msukosuko wa kiuchumi wa dunia. Ili kufikia makubaliano, pande zote mbili zilihitaji pia kushinda hali ya kutoaminiana iliyojikita kwa kina kati yao. Siku moja kabla ya mazungumzo hayo makubwa, hakukuwa hata na uhakika kuwa pande hizo mbili zingekutana, achilia mbali kukaa pamoja katika chumba kimoja. Utamaduni wa kisiasa uliodumu kwa muda mrefu umevunjwa. Katika ripoti kutoka vyanzo vya Islamabad kwamba baadhi ya mazungumzo yaliendelea baada ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance kuwasili asubuhi, alitangaza kuwa ujumbe wa Marekani uliwasilisha pendekezo lao la hivi karibuni na bora zaidi. Hivyo basi, je, Marekani itaongeza mvutano au itaendelea na mazungumzo? Bado haijafahamika kikamilifu, lakini kilichotokea nyuma ya milango iliyofungwa kwa uhakika kwa ukali katika hoteli ya kifahari huko Islamabad wakati wa mazungumzo ya usiku kucha. Maelezo ni machache kuhusu tofauti na mijadala kati ya pande hizo mbili ambayo yaliwezeshwa na wapatanishi wa Pakistan, mawasiliano na wataalamu na washauri, na pia kulingana na Vance, makumi ya simu kwa Trump mwenyewe. Makamu wa rais alizungumza lengo kuu la Marekani wakati wa mkutano mfupi na waandishi wa habari mapema jana asubuhi. Tunahitaji kuona dhamira ya wazi kwamba Iran haitafuti silaha za nyuklia na kwamba haitafuti vifaa vitakavyoiwezesha kupata silaha hizo kwa haraka. Katika duru ya mwisho ya mazungumzo mwezi Februari, kabla ya mashambulizi ya kijeshi kuanza tena, Iran ilitoa mapendekezo mapya, ikiwa ni pamoja na kupunguza akiba yake ya kilo 440 za urani iliyorutubishwa kwa 60%, kiwango kilicho karibu hatarishi na daraja la silaha. Hata hivyo, bado inasisitiza haki yake ya kuendelea na urutubishaji huo na haiko tayari kuachana na akiba hiyo ambayo sasa inasemekana imefichwa kwa kina chini ya vifusi vya mashambulizi ya mabomu ya Marekani na Israel mwaka uliopita. Pia imekataa mara kwa mara wito wa kufungua mlango wa Hormuz ili kuruhusu mtiririko huru wa mafuta na gesi na bidhaa nyingine muhimu bila kufikiwa kwa makubaliano mapya. Marekani na Iran zote ziliwasili Islamabad zikiwa na kujiamini kuwa ndizo zenye uwezekano mkubwa wa kushinda vita, lakini kila upande ulikuwa ukiona kwamba una uwezo wa kuweza kupata ushindi. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba uelewa mdogo wa kisaikolojia kuhusu adui ni kile ambacho maridhiano halisi yanahitaji. Vance alizungumzia habari njema, tumekuwa na mazungumzo mengi yenye uzito, na habari mbaya, hatujafikia makubaliano, huku akitangaza kuwa hii ni habari mbaya zaidi kwa Iran kuliko kwa Marekani. Na ndio maana wachambuzi wa mambo wakasema kwamba kinachofuata ni vita kubwa mno ambayo ni tofauti na ile ya kwanza ya wiki karibia 6 ambayo ilianza Februari 28 na kumuua kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Al-Khamenei. Hata hivyo, rais wa Marekani ametangaza kwamba lazima ataingia kijeshi kuivamia Iran katika kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, huku wa Iran wakisema wamejiandaa vilivyo kwa ajili ya mapambano wakati wote dhidi ya serikali walioita dhalimu ya Marekani na Israel, na kwamba
watajuta ikiwa wataamua kuingilia kijeshi katika taifa hilo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii hupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.